Bwana apewe sifa, watu wa Mungu mahali popote pale mlipo duniani. Karibuni sana. Leo ni siku nyingine tena nzuri. Tuko na mtumishi wa Mungu hapa, Pastor Daudi Mundoya, na tuko kanisani kwake hapa. Lakini pia kuna vitu ambavyo anataka kutufundisha siku ya leo ambavyo ni muhimu sana uvijue, kwa sababu vinakuhusu na ni lazima uwe navyo. Mtumishi wa Mungu, Bwana apewe sifa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina za uzima. Tunamshukuru Mungu. Naendeleaje? Mungu ni mwema wakati wote, anatupigania. Ndio. Tunazidi kuona ukuu wake. Amina. Katika matendo makuu, na hata siku ya leo tunazidi kuziona baraka zake. Amina, amina. Nilisikia unaniambia habari ya silaha 5 katika ulimwengu wa roho. Ni nini? Silaha kuu 5 katika ulimwengu wa roho ni somo pana kidogo, lakini limejumuisha silaha zenyewe ili kujua ulimwengu wa roho unahusika vipi kuwa na silaha ambazo zina uwezo wa kumpa mtu nguvu ama uweza wa kuweza kufanikisha katika mambo yake. Kwa hiyo silaha kuu 5 ambazo tutazizungumzia hapa siku hii ya leo ni kwa ajili ya kujua siri iliyojificha katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza. Yaani roho zitendazo kazi na kutumia silaha ambazo zinaweza zikafanya kuleta matokeo ya kile kitu ambacho kinaweza kufanyika katika maisha yetu lionayo. Okay. Basi nianze kwanza kwa kumshukuru Mungu na tuombe kwa ajili ya ujumbe huu. Amina. Na kushukuru Mungu wetu, Baba mwema, mwaminifu, asante kwa ajili ya platformu hii ambayo ipo duniani kote kwa ajili ya ujumbe ambao umeuandaa siku hii ya leo. Ninaomba kila mmoja Bwana ukampe kusikiliza neno hili litokalo kwako, ili tukapate kujifunza na kujizijua silaha kuu 5 katika ulimwengu wa roho. Damu ya Yesu itufunike na kutulinda ili tuweze kushinda na kuyajua yaliyo makusudi yako. Katika jina la Yesu nimeomba, kuamini na kushukuru. Amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu popote duniani mlipo, mbele ya kamera hii ni mtumishi wa Mungu na mchungaji, naitwa Daudi Bonifasi Mundoya. Bila shaka wengi mliona ushuhuda wangu nilitolewa kafara miaka mingi iliyopita, na ushuhuda wangu ulikuwepo kwenye channel hii, na leo hii niko live hapa kanisani kwetu kukuletea ujumbe wa neno la Mungu. Ukifuatilia utaona kwenye shuhuda zangu, lakini siku ya leo nataka tujifunze juu ya habari ya silaha 5 kuu katika ulimwengu wa kiroho. Tunapozungumza ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa roho umebeba mambo makuu mengi, lakini nitafafanua machache katika mengi ambayo yapo katika ulimwengu wa roho. Jambo la kwanza nataka kuzungumzia kwanza silaha ambayo hutumiwa na adui ili apate kushinda, kwa sababu mimi nimekuwa muhanga wa matukio ya kutolewa kafara, na nilifika mpaka kuzimu. Kwa yule ambaye alifuatilia ushuhuda huu ameona vizuri jinsi nilivyoeleza, lakini Roho Mtakatifu wakati ananipa ujumbe huu niliutafakari kwa kina sana, na ujumbe huu silaha ya kwanza inayotumika katika ulimwengu wa roho ni damu. Damu inatumika, silaha namba 1 ni damu. Okay. Katika ulimwengu wa roho, damu ina mamlaka, ina nguvu. Ndio maana walioko katika nguvu za giza hutumia damu kama agano ama patano kwa ajili ya kuratibisha mipango yao na kuweza kufanikisha makafara yao. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho sio kitu chepesi wala cha kucheza naye.
cheza na vitu vingine, lakini usicheze katika ulimwengu wa roho. Damu hunena na damu hukubali sadaka ambayo inatakiwa kutolewa katika ulimwengu wa roho. Hivyo basi nataka tuingie kwenye neno moja kwa moja, niweze kukuelezea jinsi ulimwengu wa roho utendavyo kazi, na silaha ya kwanza ni damu kama nilivyosema. Tutasoma katika kitabu kile cha Waebrania na ile sura ya 12 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Damu imebeba mamlaka. Sisi tunasema katika neno la Mungu, damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili. Maana yake damu imepewa uweza na mamlaka. Wale wakuu wa giza huitumia hii damu katika kutolea makafara. Watu huua watu huchinja wanyama kwa ajili ya kuweza kufanya kafara kupitia damu. Hivyo damu sio kitu chepesi wala sio kitu cha rahisi kwa kikawaida kuweza tu kudharau na kuona ni kitu cha kawaida. Hivyo katika mapito yangu ambayo niliwahi kuyaeleza katika chaneli hii, mimi nilitolewa kafara katika migodi ya madini kule Mererani. Kwa hiyo kuna siri kubwa ambayo nilijifunza kupitia damu. Katika ulimwengu wa giza hufanya kama wana wa nuru wanavyofanya. Sisi tulitumia jina la Yesu, ndilo linaloleta uponyaji, ndilo linatupa ushindi. Lakini katika ulimwengu wa giza hutumia pia damu kuweza kufanikisha kutolea kafara ama kutoa dhabihu au sadaka ili kuweza kufanikisha mambo yao. Kwa hiyo damu imebeba kitu kikubwa sana, na damu yoyote haifi. Damu haifi kwa sababu ukisoma neno la Mungu anasema, ukisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo utaona habari za Kaini pamoja na Habili, na neno la Mungu linasema damu ya ndugu yako Habili inanililia. Kwa maana Kaini aliwekewa alama na Mungu kwamba popote atakapoenda mtu yote asimguse, kwa sababu kulikuwa kuna hatia ndani ya damu. Hivyo damu huwa inabeba roho fulani. Hata yoyote amwagae damu ya mtu lazima itadaiwa mikononi mwake, kwa sababu damu daima haifi, isipokuwa damu huwa inanena na damu inamlilia Mungu kwa ajili ya mabaya yoyote yanayotokea. Kwa hiyo damu ni sehemu pana sana ya kuielezea. Lakini mimi nilipotolewa kafara kule katika machimbo ya Mererani, walikuwa watu wako wengi sana ambao walishatolewa makafara. Kwa hiyo mle chini zilibaki skeletoni nyingi sana na za watu na mafuvu, na nilipelekwa mpaka sehemu ile ambao watu wanatolewa kafara. Kuna damu nyingi sana ambayo ilimwagika kule, ambayo ilikuwa kule chini, ambayo damu ile ni ya watu ambao walikufa kabla ya muda wao. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nataka nikuambie kwamba damu ina nguvu kuliko vile ambavyo unafikiri. Kwa hiyo wanadamu wengi wanapokufa kabla ya muda wao, ni damu yao imechukuliwa kwa ajili ya kuwafanya wengine wapate kufanikiwa. Na wanafanikiwa sana kwa sababu wana wa dunia hii wana hekima sana kuliko wana wa nuru. Hivyo ndo maana damu hunena, na damu ya Yesu ni damu inayonena mema kuliko damu ya Habili. Ndivyo neno linasema katika kitabu hichi cha Waebrania. Maana yake tunapoitumia damu kama silaha ya kwanza, tunapoomba maombi ya kuzamia, hakikisha tu kwamba unaliita jina la Yesu, unaita damu ya Yesu Kristo. Ndiyo itakaoweza kuleta ufunguo juu ya mapito ama maisha yako
katika kila kitu, iamini damu ya Yesu, kwa sababu ilimwagika msalabani ili sisi tupate neema ya ukombozi na kufunguliwa kupitia damu ya Yesu. Popote pale ulipo duniani, silaha namba 1, kumbuka damu inanena. Kumbuka damu inaponya. Kumbuka damu inasafisha. Na wewe popote unaponisikiliza, hakikisha chochote ama changamoto unayopitia, anza kwa kuita damu ya Yesu, itakase, isafishe. Hiyo ni silaha namba 1. Lakini nitasoma kitabu cha Waebrania 10 na mstari ule wa 19, nimalize katika kipengele cha kuhusu damu. Neno la Mungu linasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Oh, haleluya. Kwamba kumbe sisi tulio wana wa nuru tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kupitia damu ya Yesu Kristo pekee. Na damu hii mimi niliita nikiwa sijaokoka, nikiwa katika mateso, katika malango ya kuzimu mererani. Lakini poliita jina la Yesu nikiwa kule chini, nikasema hii damu ya Yesu inatakasa na kuponya, ndipo nikauona mkuu wa Mungu katika pito langu. Kwa hiyo ninaamini kwa sababu nimejihakikishia kwa kuona na kwa kumtazama Yesu, na imani yangu iliangalia katika neno lake. Kwa hiyo hiyo ni silaha namba 1. Silaha namba 2 ni jina. Amen. Haleluya. Amen. Jina lina mamlaka kubwa. Jina limebeba nguvu. Silaha namba 2 ni jina. Silaha namba 1 ni damu. Jina, hata katika ukiwa kiongozi wa kifamilia, kuna watoto, kuna mama, kuna baba. Unapomuita mtu anapoitwa baba, tayari unajua heshima ya baba katika nyumba yake ni nini. Kwa hiyo jina lina nguvu, na jina huwa limebeba mamlaka. Amen. Na saa hii nataka nielezee kwa habari ya jina, ili uweze kuelewa jina lina umuhimu gani katika maisha ya kiroho na ya kimwili. Amen. Jina limebeba hatima ya kila mtu katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa damu na nyama. Hivyo usikosee, hata wewe unayenisikiliza, kudharau kitu kinaitwa jina. Haijalishi umepitia changamoto kiasi gani ama umeishi maisha ya aina gani, wanao waite majina mazuri ambayo tabeba utukufu wa kukufikisha wewe katika kusudi la Mungu. Kuna madhara makubwa katika jina, na jina hubeba tabia za mtu. Jina unapompa mtoto wako, chunguza kwanza katika jina, kwa sababu hii pia ni silaha ambayo adui shetani huitumia. Unaweza ukapitia changamoto mbalimbali, lakini katika changamoto utakazopitia unaweza ukamuita mtoto jina kulingana na changamoto ulizopitia. Tazama watu wengi ambao tunaweza tukatoa mfano wa majina machache sana, kwamba mtoto labda umemzaa katika hali ambayo ulikuwa una mashaka fulani kwamba sitaweza kuzaa, ukamuita Mashaka. Yule mtoto atakapokuwa unamuona yuko tofauti kabisa na watu wengi. Kina Mashaka wengi tunawajua, wanakuwa ni watu ambao wanakuwa wanaishi katika hali ya kutokujiamini katika kufikia ndoto zao. Lakini kuna wengine wanaitwa wakina Tabu. Unaona kabisa wazi kwamba wale wakina Tabu ni watu ambao wanakuwa katika hali fulani ambayo inawaletea changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika jina nimeeleza kwamba kuna madhara makubwa sana kupitia jina endapo utaita jina kulingana na mazingira ya nyakati unazopitia. Nataka tujifunze kwa habari ya jina kupitia katika kitabu kile cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 26.
Neno la Mungu linasema, na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambia kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Tunaona kumbe hata jina la Yesu Kristo lenyewe, tutakapoliomba lenyewe jina, ndipo litakapoleta ushindi, kufanikiwa na kuziona baraka za Mungu. Na nataka ni kusomee kitabu kingine ambacho utaona madhara ama faida ya jina. Amen. Kitabu hichi ni cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, huyo Yabesi alimlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungembariki kweli kweli na kunizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Maana yake tunamuona kuna mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Yabesi. Mama yake alipitia nyakati ngumu sana wakati akitaka kumzaa mtoto wake mpendwa anaitwa Yabesi. Na huyu Yabesi alikuwa ana kaka zake, alikuwa na ndugu zake wengine. Lakini alipozaliwa aliona katika maisha yake ana hali fulani ya kihuzuni hivi. Lakini alipoona yuko katika hali ile ya kihuzuni, akamlingana Mungu wa Israeli ili apate kubadilisha lile jina, apate jina ambalo limebeba kusudi la Mungu, apate jina ambalo limebeba namna nyingine ya kuweza kumvusha. Hata wewe unayenisikiliza, inawezekana jina lako limekuwa kikwazo katika maisha yako, na jina lako ndilo limesababisha hata uchumi wako kukaa hauendi sawa. Haya yote ni madhara ya mitego ya ibilisi, shetani. Shetani anaweza akafanya jambo wewe ukaliona katika picha ya kawaida ni la kawaida, lakini kumbe ametega tanzi ili apate kukunasa, na anawanasa watu pasipo wao kujua. Ndio maana nimesema hivi, silaha namba 1, tumia damu ya Yesu. Lakini silaha namba 2, jina kuu tulilolipewa litupasalo kuokolewa kwalo ni jina la Yesu kuu, jina lenye mamlaka, uweza na nguvu, ambalo ndilo litakuwezesha wewe kushinda. Hata utakapopita katika magumu kiasi gani, rafiki yangu, uwe umekataliwa na mume wako, uwe umedharaulika, umefukuzwa kazi, lakini usiwape watoto majina ambayo yamebeba shida ulizopitia. Hapo utawapa mlango wa kupitia nyakati ngumu, kwa sababu nimekupa mifano midogo ya nyakati unazopitia. Unapopita katika nyakati ngumu, waite watoto wako majina yenye nguvu ya uweza wa kuweza kubadilisha ile hatima ulioipitia wewe. Kama ulimzaa mtoto katika hali ya mateso fulani, hebu muite hata Victor, atakuwa ni mshindi katika maisha yake. Jina limebeba kusudi. Na nataka niwaibie siri kidogo, watumishi wa Mungu. Amen. Kuna jambo moja ambalo naliona kama mimi mchungaji limekuwa changamoto kubwa, kwa sababu naombea watu mbalimbali duniani kote, na ninawahoji baadhi ya mambo, na wanaponieleza na hapo jaribu kuwashauri na kuomba, tunaona kuna vitu vinatokea. Mpendwa, usizoee sana kuwarithisha watoto majina kwa sababu ya ukoo, kwamba mtoto jina limemkataa mpaka umpe jina fulani. Yale majina utakayompa inaweza kuwa ni ya mababu, mabibi, mashangazi. Majina hayo mara nyingi sana huwa yanabeba roho fulani. Utakuta kama shangazi alikuwa na tabia fulani au baba alikuwa na tabia fulani, zinamwelekea mtoto wako baada ya kuanza kukua, kwa sababu jina limebeba hatima ya maisha ya kila mtu. Kama baba alikuwa ni mchawi, utashangaa na mtoto anakuwa hivyo hivyo. Kama baba alikuwa ni mzinzi, utakuta na yule mtoto anakuwa na tabia na spiriti zile za jina lile ambalo amelipewa. Hivyo nataka nikutahadharishe sana. Hebu mpe mtoto majina yenye utukufu wa Mungu, na utaona watakapokuwa
watakuwa katika maadili mema, kwa sababu jina limebeba roho. Ndio maana wengi wanasemaga jina limemkataa, tumemrudishia la babu yake, limemkubali. Wewe utaona limemkubali kwa wakati huo, lakini baada ya muda utakuja kuona likileta madhara, kwa sababu anapokuwa ile hatima inamfuatilia. Kwa hiyo shetani hufunga, anakuwa amekufunga katika namna hiyo. Lakini amini nachokuambia, mtumishi wa Mungu, mahali popote kama ulikuwa hujui siri, anza kubadilika leo. Wape watoto majina yako ambayo utaona amani, na majina ambayo yatakuwa yana utukufu na nuru ya Mungu, ili watakapokuwa wataishi katika system au maisha ya mfumo wa kumpendeza Mungu. Basi tunaingia katika kipengele cha 3. Kabla ya kuingia katika kipengele cha 3, labda niseme jambo moja. Kwa mfano, umetoa mfano sana kwa wazazi, watoto, kuwapa watoto majina mazuri. Ndio. Lakini mpaka hivi tunavyoongea, mimi nitoa ushauri pia. Kwa mfano, kama wewe upo hapo na una jina la namna hiyo, hata kama ni mtu mzima, unatakiwa uende mbele za Mungu ubadilishe hilo jina. Kwa sababu wako watu wengine ni watu wazima, bado wana hayo majina. Okay. Ukieleza hivi habari ya watoto, mwingine anaweza kaisi labda ni watoto wake tu. Lakini kumbe na yeye yupo, bado ni mtu mzima, kwa bado ana hayo majina. Kwa hiyo ni vyema naye abadilishe. Okay, iko hivi mtumishi wa Mungu. Inawezekana, kwa sababu hata watumishi wengi, hata mimi jina langu naitwa David Bonifasi Mundoya. Lakini jina la Mundoya mimi nalitumia, sijui kwa huko nyuma ni la babu yangu. Sijajua lilikuwa limebeba nini huko nyuma. Lakini baada ya kugundua siri hii, ndio maana hata tuliposoma yule Yabesi alimlingana Mungu, hatuoni kwamba alibadilishiwa jina. Kwa hiyo ni vizuri zaidi majina yatakaswe kwa damu ya Yesu. Amen. Tutakapo yatakasa majina kwa damu ya Yesu, ndipo litakuwa lina uhalali wa kutokufuatiliwa na zile roho, kwa sababu neno linasema, tazama na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 1, cha 3 na cha 4 cha wanichukizao. Kwa hiyo sisi tukishakuwa nuruni, yale majina tunaweza tukayatakasa na kuvunja laana, mikosi katika yale majina. Lakini sasa isiwe, kwa sababu umeshaifahamu siri hii, isiwe sababu sasa ya kuendelea kuwaita watoto majina ya kurithisha katika ukoo, kwa sababu yatakupa gharama kubwa sana wewe ya kuweza kufanya deliverance kupitia majina hayo. Kwa hiyo nafikiri mtumishi wa Mungu umeelewa hapo. Hamna shida. Amen. Okay, naenda katika silaha ya 3. Silaha ya 3 ni kiti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Silaha ya 3 ni kiti. Silaha ya kwanza tumesema ni damu. Silaha ya pili tumesema ni jina. Silaha ya 3 adui anaitumia ni kiti. Sawa. Kiti. Yani utawala. Napozungumzia kiti, naweza kusema utawala. Kiti cha enzi. Kiti cha enzi chenye utukufu, chenye mamlaka. Kiti ndicho kimebeba hatima ya kila mtu. Sasa hivi tuna rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekalia kile kiti. Sasa ukitaka kujua kwamba kiti kina mamlaka kiasi gani, ajitokeze mtu mwingine ajitangaze kwamba yeye ndiye amekishikilia kile kiti ambacho rais yupo. Lazima pale kutatokea kitu ambacho kinaweza kikaleta sintofahamu kwa yule ambaye anataka kuleta uchafuzi wa hali ya hewa. Amen. Kwa hiyo tunapozungumzia kiti, nazungumza juu ya utawala au ufalme. Mtu anawekwa mahali na Mungu kwa kusudi. Ukiwa kama baba, lazima uelewe kwamba katika maisha unayoyaishi au unayoyapitia, unayoyafanya, wewe umewekwa kuwa kiongozi kwa ajili ya kusudi fulani. Hivyo mtu yoyote au adui shetani huwinda nafasi. Shetani anapoiwinda nafasi ambayo Mungu amekuweka, akicheza na nafasi yako, akikutoa pale, wewe unaweza ukawa unaitwa Mundoya,
lakini si Mundoya ambaye anatakiwa aketi pale. Anakuwa yuko Mundoya mwingine. Natoa mfano kwamba anakuwa Mundoya mwingine hayupo katika nafasi yake, kwa sababu tayari ibilisi, shetani, ameshaingia pale, ameingiza mtu mwingine. Ndio maana unajikuta wewe ulikuwa unafanya kazi katika ofisi fulani, lakini kupitia kufanya kazi pale ukashangaa panainuka vita. Wakati walikuwa wanakuamini, walikuwa wanakupenda katika nafasi yako, lakini kuna mtu ameiba nyota yako, ameiba jina lako, akakutoa katika nafasi yako, na ile nafasi akaishika yeye. Hata kama katika utendaji atendi vizuri, lakini utashangaa anaanza kupata kibali. Maana yake ni kwamba ameiba nafasi yako ya utawala ambayo Mungu ameiweka, ameihamisha na kuichepusha. Watu wengi nimekutana wenye kesi kama hizo, na nikawaelekeza kuna maombi ya kuomba. Wengine wamerudi katika nafasi zao. Na hata mimi saa hii, wakati huu, mimi mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie, unapoona ulikuwa na kibali, lakini imefikia sehemu katika kibali ulichokuwa nacho kinaanza kuondoka, ujue tayari adui shetani ameshakalia kiti chako, na ni rahisi sana kurudi katika nafasi yako. Lazima kwanza utafute watumishi wa Mungu, utafute watu wenye nguvu za kiroho waweze kukuhudumia ili upate kurudia kiti chako. Wako watu wengi, maelfu ya watu ambao nimeshawahudumia duniani, ambao wamepitia katika situation hizo, lakini baada ya kuambia siri na namna gani ya kuomba kurudi katika nafasi zao, walio wengi wametoa shuhuda mbalimbali za kile Mungu alichokitenda. Sasa nataka kukushauri mtumishi wa Mungu kwamba usikubali kiti chako cha ufalme, kiti chako cha enzi yako uweze kunyang'anywa. Na usikubali, kwa sababu hata mapinduzi yalianzia juu mbinguni. Tunamuona shetani alitaka kumtoa Mungu kwenye kiti chake cha enzi, kwa sababu alikuwa anataka kukaa mahali ambapo hapakuwa sahihi. Ndivyo ilivyotokea, akatupwa na jeshi lake lote. Maana yake ni kwamba wewe kwenye mamlaka yako lazima usimame. Nami nitalisoma neno la Mungu katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 31 na mstari ule wa 40 mpaka 44. Neno la Mungu linasema, basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa katika kiti chako cha enzi. Nitakuwa mkuu kuliko wewe. Mstari wa 41, Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri.